Huku taka za vifaa vya kielektroniki zikiongezeka kwa kasi na kutishia mazingira, vijana wa kaunti ya Nandi sasa wanapewa mafunzo maalum ya kuzisimamia, na katika hatua ambayo inalenga kulinda mazingira na kufungua fursa mpya za ajira. Mafunzo hayo yanawawezesha kukusanya, kutenganisha na hata kutupa taka hizo kwa njia salama na inayozingatia mazingira. Kuongezeka kwa matumizi ya simu za mkononi, kompyuta, runinga na vifaa vingine vya kielektroniki kumechangia ongezeko la taka za kielektroniki ambazo zimeendelea kuwa tishio kwa mazingira na hata afya ya binadamu. Wakizungumza mjini Nandi Hills wakati wa kuhitimu kwa zaidi ya mahafali 200 katika taasisi ya kitaifa ya Ole Sos, waandalizi wa mafunzo hayo wamesema mpango huo pia unalenga kuwapa vijana ujuzi wa kujiajiri. ICT gadgets, mobile phones, computers, laptops, and these phones, after being used and maybe they cannot function anymore, we need to look at safe ways of disposing them so that they do not destroy the environment. So when we train in e-waste management, we are simply saying that the digital gadgets that you are currently holding, once their lifetime for operation has come to an end, then we need to have a safe way in which we can recycle them so that they become useful rather than disposing them and destroy the environment. I benefited, me 16 kazi, but now as a employee mwenyewe, vile wali sponsor this program, kwa sisi tuliona kama huwa tunaona kama ni men wanafanya sana, but among them, among the ladies, now we are going to do it better. It is also an opportunity for us to train some other young people on how to repair the phones, because we are going to pass on the baton to other members of the community, especially the youth who are still young and can be able to carry out this activity very well.